Amjambo tena jioni ya leo. Basi mavumbi ama ardhi ama udongo, unaweza kuombea udongo na ukalete mabadiliko makubwa katika maisha ya watu. Kwa mambo ya magonjwa yasiyotibika, unaweza kuchanganya mchanga wa boma yenu pamoja na mavumbi yaliyopika ya kuni, ukaombea pamoja. Alafu ukishaomba, kama ni mtu mgonjwa ana mambo ama kitu inauma kwa mwili, imekuwa ngumu kutatua, madaktari wamekujaribu, imekuwa ngumu, umekunywa madawa lakini imekataa, unaweza kuchukua mchanga huo uchanganye na mavumbi ambayo yamepika, uchanganye pamoja. Mavumbi yawe ya kuni, yasiwe ya makaa. Alafu unachukua maji ya mvua unachanganyia, alafu unapaka maeneo ambapo amegonjeka. Unangoja mpaka ikauke. Alafu utaenda kuosha ukiomba Mungu atalete mabadiliko. Ila ikikataa, kama una maji ya mvua, unachukua tunda la nazi, unatoa maji yake, ndio unatumia kuchanganya. Alafu unaomba nayo, then ukishamaliza unajipaka maeneo pale panauma, ama sehemu ile, kama ni tumbo, kama ni mgongoni. Lakini pia kama una uwezo wa kutengeneza kubwa ama nyingi ambayo inaweza kupaka mwili wote mzima, basi utaenda kwa bathroom, alafu utajipaka. Unangojea mpaka inakaa kama inakauka. Ukiona kama inaanza kukauka kwa mwili, basi unaenda unatumia maji, chukua chumvi kidogo ya baharini, tupa ndani ya maji yako, alafu unaenda kachemsha hiyo maji kidogo iwe warm, alafu kaoge hiyo maji. Basi Mungu wa uzima atakupatia afya, na hiyo ni mishale sana sana ambayo imetupwa katika maisha yako kiafya, kinyume na afya yako, kuharibu maisha yako ya kiafya ili uweze kupata matatizo hayo ya magonjwa. Yaweza kuwa sana sana ni mambo ambayo yanatibiwa na yamepata kutibika, ama yanatibiwa lakini hayapatikani mahali shida ni gani. Ikiwa kuna mambo kama hiyo katika maisha yako au maisha ya wenzio au marafiki zako, unaweza ukawapatia hiyo advice. Mchanga lazima uwe ni wa bomani kwenu. Mavumbi ni yale yalitoka, majivu ni yale yametokana na kuni, usitumia ya makaa, ile inatokana kuni. Maombi ni lazima, tamka neno la Mungu juu yake. Bwana ndiye anayeponya, mwambie expose hii kitu na ujipake. Sana sana hii ni kurudisha mishale, kuharibu uwezo wa mishale iliyotupwa kinyume na wewe kiafya, ili usije ukafocus na mambo ya maisha. Basi ile ni jambo ambalo litakusaidia pakubwa kutatua mishale kama hiyo na kurudisha mishale aina hiyo. Mungu wa mbinguni aliyejaa na neema teletele atakusaidia. Iwapo kuna kitu ambacho kimeibiwa kwa boma, na ni boma ambalo limezoea watu wanakuja wanaiba, na haujafanikiwa kuweka kinga katika boma, hujafanikiwa kuweka kinga ya kiroho ambayo inapambana na waizi na majambazi na watu waovu wote wa kila aina, hujafanikiwa, basi chukua mchanga ukaombe nao. Unaweza kuomba kuprevent, yani kuzuia watu wasije wakawa wanaingia kuiba, au katega mitego katika ardhi motherland, kwamba yeyote atakaye kuja ukitumia mavumbi. Unachukua mavumbi unayashika mkononi, unageuka unaangalia katika maeneo pa kupitia, mahali pa geti inatokea, unasimama miguu chuma katika ardhi na mchanga wa boma hiyo. Zungumuza maneno, atakaye kuja hapa akiwa na nia mbaya afanyike kile ambacho utasema. Usema apatikane, ashindwe, agonjeke, aanguke, asifanikiwe, interruption itokee, akamatwe. Yani sema vile unavyotaka, sema ukimaanisha, sema ukiwa miguu chuma umesimama katika ardhi hiyo. Mungu anayefanya kazi na ardhi, Mungu anayefanya kazi na nature atakusaidia. Maneno yale ambao umenena, waizi wote ama wabaya wote wanaokupangia mabaya na walio na kinyume, watakuja kuingia hapo katika mtego ule ambao utakuwa umeutega.
Iwapo ni kitu ambao kimeibiwa na ungetaka wale watu wapate matatizo, unazungumzia ardhi. Unachukua mchanga, unazungumuza, utaenda kuurusha. Ule mchanga kwanza, kama unatega kitu na prevent, utaurudisha pale ulishota. Lakini kama unataka kurudisha mishale ya magonjwa, utatupa katika hewa. Utaitawanya katika hewa. Utaenda pale katika malango ya kutania, uirushe katika hewa. Iwapo unarudisha mchanga kwa mtu ambaye amefanya chochote, utaiachilia irudi kwa mchanga polepole, ikimwagika kutoka kwa mkono wako. Mungu atakusaidia. Pia katika hali ile ya kibiashara, mambo yako hayaendelei, kama ni ndoa haiendelei, kama ni watoto haupati, kama ni kuoa imekataa, kama ni watu wamekosa amani katika hiyo boma, unakuwa na visirani vya kila aina. Mtu yeyote aliyezaliwa kwa hiyo boma haendelei vizuri, au watu hufa kabla wakati, au magonjwa yasiyo na tiba yanakamata kila mmoja. Unachukua mchanga, unaomba nao, unasema yale maneno ambao ni ya uchungu ya moyo, unamwambia Mungu akusaidie. Unanena na mchanga, alafu unaurudisha pale, unasema vile unavyotaka. Hiyo mishale itarudi kwa mtu yule aliyetega mitego hiyo, itarudi kwa yule mtu aliyetega mtego hiyo. Iwapo unarudisha mshale, make sure ya kwamba hiyo mchanga umetupwa hewani kama unarudisha mshale. Lakini kama ni jambo ambalo unataka litendeke katika boma hiyo, unarudisha mchanga mahali ambapo umetoka, kwa kutumia mavumbi na kutumia majivu na kutumia maji ya nazi au maji ya mvua. Katika masuala haya kadhaa ambao nimesema, Mungu akusaidie. Hilo jambo litatatuliwa. Watu wanaweza olewa wakakosa amani mali waliolewa. Watu wanaweza oa, wanawake wanakuja hapo wanakuwa ni vichwa ngumu, wanakuwa ni ovyo, hawakai, kumbe ni laana ya boma hiyo. Watu wanaweza kuwa na watu katika boma hilo, kusitoke na watu wa muhimu. Unaweza kubadilisha hiyo kwa kunena na ardhi. Motherland inasikiliza, na Mungu ana neema ya uwezo juu yako ya kukupatia kunena na viumbe, ukageuza anga ya maisha yako, geuza anga ya watoto wako, geuza kazi ya mikono yako, geuza huduma yako, geuza maisha yako ya kiroho, geuza afya yako iwe bora. Mungu atakusaidia. Mungu akusaidia kwa hii video. Utakapoicheza, Bwana akuletee ulinzi na baraka. Neema ya Mungu itoshe juu ya maneno ya kinywa chako utakayoyasema na kuombea yatokee, katika jina la Yesu Kristo, kwa kuamrisha ardhi the motherland ambayo imebeba vitu vyote vizuri ambavyo mwanadamu anataka. Mungu atusaidie. Tukutane na wewe kwa video ingine itakayokuja ya kukufunulia siri za kunena na siri za kufanya na mambo ya asili, vile unaweza kuyageuza ukapigana vita vya kiroho, ukatatua mambo yanayoonekana na mambo yasiyoonekana. Asante. Bwana Yesu akubariki.